Jambo lile lilipotokea, vijana waliingizwa barabarani kudai haki. Tunataka kujua haki gani ambayo vijana hawa wameikosa, na kwa umoja wao waliingia barabarani kuidai haki hiyo. Purpose ya wale vijana kuingia ni haki gani, ili tuweze kuifanyia kazi na wapate haki yao. Lakini jengine, tunapofanya hii kazi, hebu tuende tukaangalie matamshi ya vyama vya upinzani. Wale waliokuwa wakisema lazima Kiwake hapakaliki, lazima aondoke, lazima kiwe hiki, uchaguzi hautatafanyika. Kitu gani hasa kilichowaletea kufanya vile? Lakini katika kufanya hivyo, tuangalie uhusiano wa hicho chama na tume yetu ya uchaguzi. Uhusiano wao ulikuwaje katika kipindi hicho mpaka ikawapelekea waseme maneno yale. Lakini jingine, tuangalie role bali ya vyama vya siasa vilivyoingia kwenye huo mgogoro, NGO zetu za ndani na za nje. Tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Zilitoka wapi? Kwa hiyo haya tukaangalie NGO za ndani na nje wamechangia nini kwenye mambo haya. Lakini niseme, hata kama kulikuwa na changamoto baina ya tume na vyama vya siasa, msajili na vyama vya siasa, serikali na vyama vya siasa, je, hakukuwa na njia nyingine nzuri zaidi? Njia ilikuwa ni ile moja peke yake ya kuingia, kuchoma nchi, kuchafua nchi, kusababisha vifo kwa wananchi. Hakukuwa na njia nyingine ya kurekebisha hizo kasoro. Hebu twendeni tukaangalie pia. Coco FM, ladha ya Pwani.